Hii ni Bugoma TV. Habari. Kwa majina naitwa Vilimba Abeli Wambali, ni kikundi cha mtu mwenye mahitaji maalum. Nilikopa mkopo wa milioni 10 nikiwa na mradi ambao ulikuwa ni kaushi pamoja na mazao. Kwa hiyo nimeendesha hiyo miradi, nikafikia sehemu nikaongeza mradi mwingine wa chopstiki ambao ni kwa maana ya barafu. Kwa hiyo nimeendesha hiyo miradi yote mitatu nikiwa na mkataba wa marejesho ndani ya miezi 15. Ila ndani ya miezi 15 ikufika nikawa nimerejesha marejesho ndani ya miezi 8, nikawa nimemaliza mkopo wote. Baada ya kumaliza huo mkopo, nikabidi niombe serikali ili niwezeshe nianzishe tena mradi mwingine ambao ni kiwanda cha kubangua karanga pamoja na kuongeza nguvu kwenye ununuzi wa mazao. Na serikali imenipatia kiasi cha milioni 30. Kweli sisi tulipewa mkopo wa milioni 10. Kati ya hiyo mikopo ya milioni 10 ilikuwa ni kilimo cha mpunga, na hapo ilikuta tunafanya biashara ya mpunga, kupeleka maji ya moto na kukogoa na kuuza mchele. Kwa kweli tunashukuru kwa sababu maendeleo ni mazuri. Hapa tulipo tumefuga mbuzi, hapo tulipo tumefuga nguruwe, hapa tulipo tumefuga kuku. Ndani ya hiyo shughuli hiyo 10,000 bado na tunaendelea kufanya biashara nyingine ndogo. Jina naitwa Charles Evaristi Mafungo, ni mwenyekiti wa kikundi cha vijana tunaithamini afya yako maji moto. Tumekopeshwa shilingi milioni 50 mwaka jana mwezi wa 2, na tumeanza kurejesha mwezi wa 6 mpaka sasa tunarejesha vizuri. Pesa hizi tulizopewa tumepewa ili zituinue. Tumepewa pesa hizi ili ziweze kutusongesha kuanzia sisi wenyewe, lakini na familia ambazo zinatutegemea. Binafsi mimi naushukuru uongozi wote umekuwa pamoja na sisi. Michakato ambayo imekuwa ikifanyika sasa ni tofauti kidogo na wakati sisi tunapitishwa ili tupewe ile mikopo. Sisi kidogo tulipitishwa kwenye heka nyingi za hapa na pale, lakini yote kwa yote mwisho wa siku unajua kwamba hakuna pesa rahisi. Pesa zote zinapatikana kwa jasho, hakuna pesa ambayo inapatikana kirahisi. Ni waase vijana, siwezi kuacha kusema kuhusu vijana kwa sababu mimi mwenyewe ni kijana. Siwezi kuwazungumzia walemavu wala siwezi kuwazungumzia wakina mama, lakini ninaamini pesa ya mkopo haipatikani kwenda kusuka. Pesa ya mkopo haiendi kununua smartphone. Pesa ya mkopo haiendi kuongeza mke. Pesa ya mkopo inaenda kwenye kusudio ambalo tulikusudia wakati tunajadili kama kikundi tuende tukaifanyie kazi hiyo pesa. Mheshimiwa Mkuu wetu wa Mkoa, kwa mwaka huu 25-26 awamu ya kwanza, halmashauri inatoa mkopo wa jumla ya thamani ya shilingi milioni 365,750 kwa vikundi 27, ambapo vikundi vya wanawake ni 11, vya vijana 14 na wenye ulemavu ni vikundi viwili katika mchanganuo ufuatao. Vikundi 14 vya vijana vinachukua jumla ya shilingi milioni 214 ambayo ni sawa na 58%. Tutaiona kwamba hapa imezidi kidogo kwenye ile 442 kwa sababu pia ya maelekezo maalum ya kuhakikisha kwamba vijana wanapewa nafasi ya kupata mikopo mingi na kufanya miradi ambayo ni ya kimkakati. Vikundi 11 vya wanawake vinachukua jumla ya shilingi milioni 115 ambayo ni sawa na 31%, na vikundi viwili vya wenye ulemavu vinakopeshwa jumla ya shilingi milioni 36 ambayo ni sawa na 9.8%. Mwaka jana halmashauri hii imekusanya zaidi ya milioni 220 katika sekta moja tu ya ufuta. Piga makofi kwa ufuta. Sekta moja tu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, imekusanya milioni 220. Mwaka juzi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sekta hii ya ufuta ilikusanya milioni 8 tu. Sasa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, niombe tuungane pamoja kuhakikisha kwamba mwaka huu tunakaza buti vizuri ili milioni 1 ifikiwe bila kuvuta jasho la aina yoyote. Piga makofi mengi sana bila hofu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa sababu hiyo sio hiyo tu, lakini watumishi kuwa wazalendo.
kusimamia ukusanyaji wa mapato. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, miaka 2-3 iliyopita makusanyo yalikuwa ni dhaifu sana, lakini hivi sasa tunapita kifua mbele. Halmashauri ya Mlele, halmashauri ya Mpimbwe, watumishi wamejionyesha ni wazalendo kuhakikisha kwamba wanakusanya mapato ambayo serikali imeelekeza, na tunakuahidi kwamba bilioni 5 hizi za makusanyo tutahakikisha kwamba zinakusanywa kwa nguvu zote. Zitake halmashauri zote za mkoa wa Katavi kuendelea kuheshimu sheria ya mikopo na kuendelea kutenga 10% ya mikopo inayotakiwa kwenda kwa makundi ya wanawake, vijana na wanaoishi na ulemavu. Lakini katika utoaji wa mikopo hii lazima sasa halmashauri zote ziweze kutoa mikopo mikubwa inayolenga kuanzisha viwanda ndani ya mkoa wetu na inayolenga kufanya uwekezaji mkubwa ndani ya mkoa huu. Sio kuwa na mazoea ya kutoa mkopo mdogo mdogo shilingi milioni 1, milioni 2, wanakikundi wakitoka hapo wanaenda kugawana 200,000, akichepusha kidogo tu akasema anabadilisha mboga kwa siku moja, tayari mkopo ule hautatosha kukuza biashara yake na matokeo yake hata marejesho hayapatikani. Na kwa kuwa sasa sisi kama mkoa wa Katavi kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais na kupitia dira ya mwaka 2020-50, maelekezo ni kwamba ni lazima tuanzishe kongani za viwanda, ni lazima tuendelee kufanya uwekezaji mkubwa. Lazima tujielekeze kwenye mikopo hii ya 10% kuendelea kuitumia kwa kufanya uwekezaji mkubwa, kwa kuanzisha viwanda vidogo na viwanda vya kati na hata viwanda vikubwa. Tutashukuru sana na tutakupongeza sana tukiona umetoa mkopo hata kama ni kwa vikundi viwili kwa mwaka mzima. Lakini kama imelenga kuanzisha kiwanda kikubwa, tutabariki jambo hilo na tutasema liendelee, kwa sababu tunachotaka pia ni kuongeza uwekezaji mkubwa na ni kuongeza upatikanaji wa viwanda ndani ya mkoa wetu. Hii ni Bugoma TV habari.